Karibu kwenye series yetu hii, series yetu nyingine ambayo tutakuwa tukijifunza zaidi kuhusiana na mfumo Mazao Hub ambao utakuwezesha wewe kama Dr. Kilimo kutoa huduma za kitaalamu kwa wakulima, kutatua changamoto zao wanazokutana nazo shambani ili uwasaidie kuongeza kipato na kutoa mazao bora. Katika kila kitu ambacho utakuwa ukifanya katika mfumo huu, utakuwezesha wewe kama Dr. Kilimo au afisa ugani kuongeza kipato chako, yani utapata commission kulingana na huduma ambazo utatoa. Sasa tunatambua ili utoe huduma za kitaalamu kama Dr. Kilimo, ni vizuri ukawa una ujuzi au uelewa wa vitu ambavyo unaenda kusolve kwa wakulima. Let's say nyanya. Unatakiwa uwe unajua kwamba nyanya huwa linakutana na changamoto gani, nyanya inapandwaje, inastawi kwenye mazingira gani na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku uweze ukatoe huduma iliyo bora. Maana ukishindwa kujua hivyo, hauna kitu chochote cha kiutaalamu ambacho kinaweza ukamshauri mkulima. Sasa kwa kutambua hilo, Mazao Hub kupitia mfumo huu wa Dr. Kilimo unaokuunganisha na wakulima umekupa sehemu ambao wewe kama afisa ugani unaweza ukapata maarifa ya kila kitu. Hatua ya kwanza utaenda kwa mkulima yoyote au mkulima ambao unategemea kumhudumia. Mfano mimi na mkulima mmoja ambao nimemsajili kwa ajili ya majaribio. Sasa huyu mkulima ninaenda kumpa huduma kwenye zao la nyanya. Sasa kwa kusema hivyo, nitambonyeza huyu mkulima, nitaenda kwenye zao husika, nitabonyeza, nitaingia. Kwa hiyo kama hilo zao alipo kwenye orodha, unaweza ukalisajili kwa urahisi zaidi kupitia huu mfumo wa Mazao Hub, ukaliongeza na ukalibonyeza ili kupata access. Sasa hatua inayofuata tutaenda kwenye maarifa ya kilimo. Kama nilivyosema, maarifa unaweza upata maarifa kuhusiana na mbegu, mazingira, mbinu bora, magonjwa, wadudu. Sasa kwenye kila kipengele kilichoorozeshwa hapa unaweza ukapata hayo maarifa. Mfano kwenye mbegu utapata nafasi ya kujua ni mbegu aina gani ambazo zinalimwa kwenye nyanya. Lakini sio tu aina gani, zina muda wa kukomaa, mavuno, kiasi cha kwamba ili ukienda kumshauri mkulima, kutoa huduma za ushauri, mtu ambaye anataka kulima nyanya, kulingana na maeneo aliyopo, kulingana na mazingira aliyopo, unaweza ukajua ni mbegu aina gani ambayo inaweza ikamfaa na ikavumilia mazingira aliyopo. Kwa hiyo unaweza ukaona karibu mbegu aina zote kwa picha na matunda ambayo inazalisha hizo mbegu. Unaweza ukasoma na kujipatia maarifa ili kujiongezea ujuzi wakati unaenda unatoa huduma yako ya kitaalamu. Vile vile unaweza ukapata maarifa ya mazingira. Hapa kwenye mazingira utaenda kuangalia sasa nyanya uwaga inafaa kwenye mazingira gani. Mfano kwenye mazingira ya miinuko inakuaje, jotoridi ambalo linafaa inakuaje, lakini pia utaangalia je, mwanga kiasi gani. Kwa hiyo unaweza ukapitia na kujiongezea hayo maarifa moja kwa moja kupitia mfumo wa Mazao Hub. Lakini pia kwenye gap za kilimo ni moja ya kitu cha muhimu cha kuzingatia, mbinu bora za kulima zao husika. Kwa hiyo hapa utapata kujua ni kipi ambacho kinafaa wakati wa upandaji, wakati wa kuweka mbolea. Mfano hapa ameanza udadisi wa shamba na maeneo yanayokuzunguka. Yanatakiwa ufanye research, ujue, upime udongo ili uweze kujua kwamba udongo wangu una virutubisho kiasi gani. Lakini pia katika maandalizi ya shamba ni nini ambacho unatakiwa ufanye ili kulima zao husika. Na nimechukulia mfano mimi zao la nyanya hapa. Yote utaenda kupata
kulingana na zao lako. Kingine ni magonjwa na wadudu. Magonjwa yanayoshambulia zao, kwa picha utapata nafasi ya kuyaona na namna ya kuyadhibiti. Kama hivyo, namna ya kudhibiti na hata dawa ambazo zinaweza zikakusaidia kudhibiti au wadudu ama wagonjwa. Na katika kila kitu hapa kimeelekezwa na maelekezo namna ya kuapply. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kama Dr. Kilimo kuhakikisha haya maarifa yanaingia kwenye akili yako kabla ya kwenda kumshauri mkulima, ili uweze ukatoa huduma iliyotukuka. Na kwa kufanya hivi tumekurahisishia wewe kuanza kupekua kwenye vitabu, maana kila kitu maarifa unaweza ukayapata mkononi kwako kupitia simu yako. Vile vile hali ya hewa ambayo inafaa katika kustawisha zao lako husika, ambapo hapa mimi naangalia zao langu la nyanya, ninaweza nikajipatia haya maarifa, ili unaposhauri mtu uhakikishe kwamba usije ukamshauri mtu kwenye hali ya hewa isiyofaa kwenye zao lako. Lakini pia tuna tafiti na mapendekezo, kitu cha mwisho, ambapo hii utapata tafiti na mapendekezo kutoka katika vyanzo vya kuaminika vya research na taasisi mbalimbali za kilimo. Kwa hiyo ni jukumu lako kuhakikisha kwamba haya maarifa yanakuwa katika kiganja chako, na kama haujajiunga na mfumo wa Mazao Hub, hakikisha unajiunga ili kuweza kupata haya maarifa wewe kama Dr. Kilimo. Karibu Mazao Hub. Mazao Hub, lima kiakili.